Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Korea Kaskazini imefanya jaribio jipya la makombora ya kisasa yenye kasi ya juu, hatua inayoongeza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kikanda katika eneo la mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Pyongyang, jaribio hilo lilisimamiwa binafsi na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong-un, ambaye alieleza kuwa lengo kuu ni kuimarisha uwezo wa kujilinda na kuzuia vitisho kutoka nje. Makombora hayo ya kisasa yanajulikana kwa uwezo wake wa kusafiri kwa kasi kubwa na kubadilisha mwelekeo angani. Inaelezwa kuwa ni ngumu kugunduliwa na mifumo ya kawaida ya ulinzi wa anga. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa teknolojia hiyo inalenga kupunguza uwezo wa Marekani na washiriki wake kuzuia mashambulizi endapo mgogoro wa kijeshi utajitokeza. Jaribio hili limefanyika katika kipindi nyeti, wakati mvutano wa Korea Kaskazini na Korea Kusini ukiendelea kuongezeka, huku pia kukiwa na juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na China kutafuta suluhu ya kudumu katika kanda ya Korea. Serikali ya Korea Kusini imelaani jaribio hilo, ikisema kuwa ni kitendo cha uchokozi kinachokiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa na kuonya kuwa hatua kama hizo zinaathiri juhudi za amani na mazungumzo ya kikanda. Kwa upande wake, Marekani imesema inaendelea kufuatilia kwa karibu shughuli za kijeshi za Korea Kaskazini, ikisisitiza dhamira yake kuu ni kulinda washirika wake katika eneo la Asia Mashariki, hususani Korea Kusini na Japan. Hata hivyo, Pyongyang imeendelea kusisitiza kuwa majaribio haya hayalengi kushambulia taifa lolote, bali ni sehemu ya haki yake ya kulinda uhuru na usalama wa taifa dhidi ya kile inachokiita vitisho vya muda mrefu kutoka mataifa ya Magharibi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa majaribio ya aina hii yanaweza kuzidisha mivutano ya kijeshi, hasa endapo yataendelea sambamba na ukosefu wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande husika. Kadri hali inavyoendelea, macho ya dunia yanabaki kuelekezwa katika ukanda wa Korea, huku jamii ya kimataifa ikihimiza pande zote kujizuia na kurudi kwenye njia ya kidiplomasia ili kuepusha mgogoro mkubwa wa kijeshi. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.